Lakini si hivyo tu, kuna mchezo sasa hivi umeingia mtandaoni. Kuna mchezo sasa hivi umeingia mtandaoni na umeingia mtaani. Shalom alaikum. Shalom alaikum. Sasa huu ni mchezo na watu wanafanya hivi, wanafanya istihza. Wanafanya istihza, wanafanya mzaha. Wanaifanyia mzaha dini ya Allah tabaraka wa taala. Na istihza'u bid-din, istihza'u kufanyia mzaha dini ya Allah, au istihza'u bi shay'in min ad-din, kufanyia mzaha kitu chochote cha kidini, ni katika mambo yanayomfanya mtu akufuru. Ni katika mambo yanayomfanya mtu akufuru, kufanya istihza, kufanyia istihza aya min ayati Allah au hadithi katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, au ibada min al-ibadat, au ibada katika aina za ibada na mengineyo. Ahamu shay kuifanyia istihza, kuifanyia mzaha dini ya Allah tabaraka wa taala ni haram, na jambo hilo ni katika mambo ambayo yanamfanya mtu aweze kukufuru, ikiwemo katika upande wa salamu. Sasa imekuwa ni mchezo na istihza baadhi ya vijana wa Kiislamu, na wakiungana na wasiokuwa Waislamu, kwamba wanafanya hivi kwa lengo la kuondosha udini, kwamba wanafanya hivi kwa lengo la kuondosha udini, kwamba kusionekane kuna sura ya udini. Ndio maana wameingiza salamu mpya, inaitwa wanasemaje? Shalom alaikum. Yani wameunganisha salamu ya Kiislamu na salamu ya kikafiri. Salamu ya kikafiri shalom shalom, si ndio? Kwa wamechukua shalom, salamu ya kikafiri, alaikum kipande cha salamu ya Kiislamu, wakaunganisha shalom alaikum. Hadha haram, haitakikani mtu kufanya hivi. Haitakikani watu kufanyia mizaha dini ya Allah tabaraka wa taala katika sura kama hii, shalom alaikum. Tena wanafanya hivi, ndio wanainamia hivi, shalom alaikum, wanainamia hivi kama wanaofanya Mayahudi na Manasara. Hadha haram. Kadhalika wanasema Bwana Yesu asifiwe. Mashaallah, huu ni mchezo huko wanafanya sana vijana mtandaoni, kwamba Bwana Yesu asifiwe. Mashaallah, yani wanataka kuunganisha Uislamu na Unasara, kwamba kuondosha ile udini. Udini hauondoshwi hivi. Udini kama nataka kuondosha udini hauondoki kwa sura hii ya kuchanganya ibada za kikafiri na ibada za Kiislamu, abadan. Bali kufanya hivi ni kufuru. Kufanya hivi, jambo hili mnalolifanya ni haramu, na ni katika mambo ambayo yanawafanya mkufuru dini yenu ya Kiislamu, nyinyi vijana wa Kiislamu. Ikiwa mlikuwa mnafanya hamjui, basi mtasamehewa katika hilo. Lakini baada ya kujua, mkishafikiwa na ujumbe kwamba mnachokifanya ni haramu, haifai kusema hivyo kwamba Bwana Yesu asifiwe, mashaallah, au tumsifu Yesu Kristo, alhamdulillah. Tumsifu Bwana Yesu Kristo, alhamdulillah. Wanasema hivyo. Yote haya wanajaribu kufanya mseto. Sawa? Haya wanaoyafanya ni vijana ambao hawajielewi, bila shaka hawajitambui katika upande wa dini. Kwa hivyo tunaposema haya maneno ni kama ukumbusho kwao, na ukumbusho huu unapowafikia, basi Allah, vijana wa Kiislamu, badilikeni na muache huo mchezo. Huo ni mchezo mchafu, kwa sababu mnaoyafanya hamuyajui. Mnaoyafanya hamuyajui madhara yake na mwisho wake. Mnamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Salamu ya Kiislamu ibaki kuwa ni salamu ya Kiislamu, bila kuchanganywa na khuzabalati
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ibaki hivyo, ama shalom alaikum la, hapana. Usichanganye salamu ya Kiislamu na salamu ya kikafiri. Kufanya hivyo ni kufanya jambo ambalo lisilotakiwa na si katika adabu al-islamia. Kwa hivyo hili ni angalizo kwa vijana wa Kiislamu bil khusus ambao wanaeneza hizi fikra mitandaoni, na wanasema kuna kitu kinaitwa Ukrislamu. Yani Ukrislamu kwamba yani ni mseto Uislamu na Ukristo, ndio Ukrislamu. Vijana wanajaribu kutunga misamiati kwa lengo kwamba wanakataa, wanapinga udini. Hapana, misamiati hii haifai. Wanabaki kuwa Waislamu ni Waislamu na Wakristo ni Wakristo. Unabaki kuwa Uislamu ni Uislamu na Ukristo ni Ukristo. Inafahamika hivyo. Sasa tukija kwenye miamala, je, Waislamu na Wakristo au Waislamu na wasiokuwa Waislamu inafaa kuamiliana, kushirikiana katika mambo ya kidunia? Naam, inafaa, hakuna shida, na hilo tushalieleza, inafaa. Lakini pia baadhi ya mambo, vijana msikurupuke mkafanya tu. Hebu jaribuni kurudi kwa mashekhi, mashekhe zenu, walimu wenu, waulizeni, je, tukifanya jambo fulani inafaa au vipi? Na sio mnakurupuka tu, mnaanzisha vitu mitandaoni, vitu ambavyo madhara yake yatarudi katika jamii, yatarudi katika umma, madhara yanarudi katika dini yako, yanakurudia mwenyewe. Usifanye hivyo kijana. Vijana wa Kiislamu msiwe ni wenye kukurupuka, kurupukia mambo, yarudisheni mambo kwa wenyewe. Tayeb.